Wakati ukiwa mwili wa Papa Francis unasubiriwa kuzikwa, huyu ndiye mmoja kati ya watu ambao wanaaminika kuwa anaweza kulisi kiti cha Papa Francis. Huyu anaitwa Cardinal Peter Turkson. Huenda akawa papa mpya. Kwa sasa ndiye kardinali anayeheshimika na kupendwa zaidi katika kanisa Katoliki. Imekuwa ni karne nyingi sana tangu tupate papa mweusi kutoka Afrika. Cardinal Peter huenda akawa ndiye anayefuata. Cardinal Peter Turkson mwenye umri wa miaka 76 kutokea nchini Ghana anatajwa sana kama mmoja wa wagombea wakuu. Ametambulika kwa kazi yake katika haki za kijamii, mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo ya kibinadamu. Ameshikilia nafasi mbalimbali muhimu katika kanisa la Vatican, ikiwa ni pamoja na kuwa rais wa baraza la kipapa la haki na amani na mkuu wa idara ya kukuza maendeleo jumuishi ya binadamu. Iwapo atachaguliwa kuwa papa wa kwanza mweusi kutoka Afrika katika historia ya kisasa kanisa Katoliki, basi hii itakuwa ni historia mpya kabisa. Licha ya kwamba anatajika kwamba atakuwa papa wa kwanza Mwafrika, lakini si kwamba ndiye wa kwanza hivyo kama ilivyotajwa. Hapana, kuna wenzake watatu ambao walitangulia, lakini bado wao wanatajwa kwamba ni wanatokea Afrika, lakini haijajulikana Afrika ya wapi. Lakini huyu Peter Turkson yeye anatokea nchini Ghana. Hao mapapa waliotangulia watatu ni mapapa gani? Kuna huyu Papa Victor. Huyu alizaliwa katika eneo la Afrika ya Kilumi, yani Leptis Magna. Leo hii ni Libya. Anajulikana kwa kuanzisha desturi ya kusherekea Pasaka siku ya Jumapili. Lakini kuna papa huyu ambaye anaitwa Papa Emeritus. Yeye alitumika wakati wa mwisho wa mateso ya Wakristo na mwanzo wa uhuru wa kidini chini ya Kaisari Konstantini. Papa wa tatu mweusi anaitwa Papa Gelasius. Yeye alizaliwa katika eneo la Afrika ya Kilumi na alichangia sana katika mafundisho ya kanisa kuhusu mamlaka ya kiroho dhidi ya mamlaka ya kisiasa. Mapapa hawa wote walitoka Afrika Kaskazini, eneo ambalo kwa sasa linajumuisha nchi kama Tunisia, Algeria na Libya. Hata hivyo, haijajulikana kwa uhakika kama walikuwa na asili ya Kiafrika kusini mwa jangwa la Sahara ama walikuwa na asili ya Babel ama mchanganyiko wa Kiarabu. Ikiwa Cardinal Peter Turkson atachaguliwa kuwa papa, atakuwa papa wa 4 mwenye asili ya Afrika katika historia ya kanisa Katoliki na wa kwanza kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hii itakuwa ni mara ya kwanza zaidi ya miaka 1500 kwa mtu wa asili ya Kiafrika kushika wadhifa huu wa juu kabisa katika kanisa Katoliki. Hata hivyo, mchakato wa uchaguzi wa papa ni wa siri na hauwezi kutabirika. Wakati huu Cardinal Turkson ni mmoja tu ya wagombea kadhaa wanaotajwa na bado hakuna uamuzi rasmi uliofanyika. Kifo cha papa kimehuzunisha Wakristo wengi sana, ikiwa tu ni siku moja baada ya kupita kwa sikukuu ya Pasaka. Jana alisherekea na watu wengi sana, lakini leo hii watu wanalia kwa kifo chake. Amefariki mapema sana siku ya leo, lakini watu wanasikitika sana. Kwa nini papa ameondoka mapema licha umri wake kuwa mkubwa? Papa huyu bwana atakumbukwa kwa vita ambazo alikuwa akipigana na jamii ambayo ilikuwa ina msimamo mkali. Licha ya kwamba alikuwa akitetea haki za kibinadamu, hususan washiriki wa mapenzi ya jinsia moja, papa huyu alifanya mambo mengi sana makubwa ambayo mapapa wengine walishindwa kuyafanya. Ikumbukwe, papa huyu ndo papa wa kwanza kwenda kukanyaga katika ardhi ya nchi za Kiarabu, huku wenzake wakiwa wameshindwa kufanya hayo yote. Atakumbukwa kwa mengi sana. Ila acha tuangalie huyu ambaye anayefuata atakuwa ni papa kutokea nchi gani, na je, atakuwa anatokea bara gani? Kama itatokea nafasi ya kutokea Afrika, basi acha tuone. Ila tujiulize tu, wazungu wanaweza kukubali papa Mwafrika kwa karne hii kuweza kutawala kiti hicho? Drop comment, tukomentishe kinoma noma. Bye bye.